Ni tafiti ambazo zimefanyika zinazohusisha visiwani Zanzibar kwenye masuala mbalimbali ya visima ambavyo vinavyoonekana kuingiza maji chumvi. Tafiti mpya zimefanyika kuhusiana na matumizi ya maji ya mvua hapa visiwani Zanzibar, ambapo Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara Nishati, Maji na Madini Zanzibar ikishirikiana na Uongozi Institute ambayo imekusanya jopo la wataalamu kwa ajili ya kutathmini, kutazama visima ambavyo vimekuwa vinaingiza maji chumvi Zanzibar, lakini pia kuhusiana na matumizi ya maji ya mvua. Kama hapa Katibu wa Wizara ya Nishati, Maji na Madini Zanzibar, Joseph Kilangi anavyoanza kuzungumza. Ni ripoti za IOTV hapa Zanzibar. Mimi naitwa Satizday. Utafiti wa kwanza ulitathmini uwezo wa sasa na wa baadaye wa uvunaji wa maji ya mvua hapa Zanzibar kama chanzo mbadala cha maji safi kwa matumizi ya nyumbani na ya kibiashara. Ili kufanikisha lengo hilo, uchambuzi wa kina ulifanyika ikiwa ni pamoja na kutembelea jamii zetu, kuona mifumo inayotumia kuvuna maji ya mvua, kufanya nao majadiliano ili kuelewa ufanisi na changamoto za mifumo hiyo na kuchunguza maeneo yenye uwezo wa kujenga mifumo ya kisasa ya uvunaji wa maji ya mvua. Na wataalamu wetu watatueleza zaidi mambo yote yaliyobainika na kuishauri serikali ili ichukue hatua ya kufanyisha kazi ili sasa tuweze kuona maji yetu ya mvua namna gani yanaweza kusaidia jamii. Utafiti wa pili ulilenga kuchambua ufanisi wa mifumo yetu ya kisera na kisheria ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi hapa Zanzibar. Vile sheria ya usimamizi wa mazingira ilipitishwa mwaka 2015 ikihimiza utunzaji wa mazingira na kuweka utaratibu mzuri wa kusimamia shughuli za mazingira na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi katika sekta na ngazi zote za utawala. Zanzibar vile ni kisiwa kimezungukwa na bahari, kwa hiyo ardhi yake inakuwa na uwezekano wa kuwa na chumvi nyingi, na hivyo maji yake yasiwe na usalama wa kutumika moja kwa moja na majumbani. Kwa hiyo utafiti ambao umefanyika kwenye eneo la uvunaji wa maji ya mvua ni njia mbadala ya kuwezesha wakazi wa hapa waweze kupata maji zaidi kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Na utatambua kwamba wakati wa mvua, kwa mfano wakati wa masika, ile water level inakuwa imepanda na kwamba maji sasa ya visima yanakuwa yanaathirika kwa kuwa na chumvi zaidi. Kwa hiyo kuna haja ya kuwa na njia mbadala, na njia ya uvunaji wa maji ya mvua ni jitihada mojawapo ya kuweza kufikia upatikanaji wa maji ya kutosha na usalama wa maji na chakula. Kama wataalamu tunaishauri serikali iimarishe mifumo ya kitaasisi ili kuwe na mfumo unaoeleweka kuanzia juu mpaka chini. Mathalan, masuala ya mabadiliko ya tabia nchi yanasimamiwa na ofisi ya makamu wa kwanza wa rais Zanzibar, lakini ukishuka chini ngazi ya halmashauri, ukuti wa uwakilishi wa moja kwa moja au maafisa au taasisi ambayo inapokea hiyo mipango, mikakati na kanuni kuzishusha huko chini kwa ajili ya kuingizwa kwenye mipango ya ngazi hiyo na kutekelezwa katika ngazi hiyo. Kwa hiyo kuna mkatiko wa taarifa au mkatiko wa kimfumo. Uwezo wa ngazi za chini, halmashauri kwa mfano, kwa maana ya utaalamu na wataalamu uko chini sana. Ngazi ya masheha pia uwezo wa maana utaalamu wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ni mdogo. Ingawa tunashukuru na katika utafiti wetu tumeweza kuona jamii inajitahidi kwa kutumia mbinu zake yenyewe mbalimbali katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini pia tumeona taasisi zisizokuwa za kiserikali zimeshiriki kikamilifu, hasa katika masuala ya kurejesha mikoko,
kujenga matuta ili kuzuia maji ya chumvi yasiingie kwenye mashamba na kadhalika na kadhalika.